Picha linaanzia hospitali. Mama anajifungua watoto mapacha. Wa kwanza ni wa kike mwenye muonekano mzuri sana. Wazazi wake wanafurahi sana kumwona. Ona mpenzi, ni kitoto cha kike, amechukua sura yangu jamani. Dokta anaonyesha mtoto wa pili. Huyu Doto anazaliwa na muonekano wa tofauti kidogo, ni wa kiume na rangi yake ni nyeusi. Baba yake alivyomuona alishtuka sana na kusema, huyu mtoto aina gani? Mbona hafanani kabisa na sisi? Kuanzia siku hiyo akaanza kuishi na Doto kwa kumtenga sana, huku Kurwa akipewa mapenzi yote na wazazi wake. Hata wakirudi shule wangepiga stori na Kurwa tu. Vipi shule mwanangu? Kila kitu kilikuwa poa baba. Ona, nimekuwa wa kwanza kwenye somo la Kijerumani. Baba yake anafurahi sana na kumpa zawadi, na hata linapokuja swala la birthday wangemfanyia birthday Kurwa tu peke yake, lakini Doto alimtenga japo wamezaliwa wote siku moja. Ikafika hata diko mezani, Kurwa ndo anapewa msosi mwingi kuliko Doto, na akiomba kuongezewa anafokewa na kuambiwa, ulichokula kinatosha, unataka hadi uvimbiwe? Doto kuona vile akaamua ajichenge, akatafuta maisha yake kivyake mbali na nyumbani. Aliondoka akilia sana kwa huzuni, wazazi wangu hawanipendi kabisa, sijui niliwakosea nini. Huku nyuma, baada ya Chali kuondoka, wote wakaanza kumkumbuka na kuhuzunika, japo baba mtu alionekana akikaza sana. Muda wote mama alikuwa analia tu. Imekuwa miaka 7 sasa tangu mwanangu aondoke, na sijui yuko wapi. Namisi sana mwanangu. We mwanaume una roho mbaya sana, sijui unauzaje kuwa na furaha licha ya yote haya yanayoendelea. Dogo huku upande wa pili mambo hayakuwa poa kabisa upande wake. Kuna siku alikuwa anatembea mtaani, njaa ilimpiga sana hadi akaanguka na kuzimia. Pembeni yake kulikuwa na hii familia inapita na gari. Kulikuwa na baba na mtoto. Yule mtoto akamwona Doto akianguka, akamwambia baba yake, baba, kuna mtu kaanguka nje. Yule baba akasimamisha gari na kwenda kumwona yule mtoto, akamchukua na kuanza kumsaidia. Alimchukua hadi nyumbani kwake na kumpa huduma ya kwanza hadi Dogo akaamka. Dogo baada ya kuamka alishtuka sana na kuanza kuuliza, wewe ni nani na nimefikaje hapa? Imekuwaje utake kunisaidia mimi wakati kila mtu ananicheka, hata wazazi wangu wananichukia? Kumbe yule faza alikuwa ni dokta aliyekuwepo hospitali wakati Dogo anazaliwa. Akamwambia, nimekutafuta kwa miaka mingi sana. Una kitu special sana ambacho hakuna mtu yeyote hapa duniani anacho. Wataalamu wanaweza kukulipa mamilioni ya dola ili kupata specimen yako. Kama utakuwa tayari nitakuunganisha nao. Utakuwa mtu tajiri sana na utapata heshima kubwa sana. Dogo kusikia vile akafurahi sana. Upande wa pili huku tunamkuta baba yake na yule Dogo anarudi nyumbani kavurugwa sana. Anamwambia mke wake kuwa kafukuzwa kazi leo. Jambo hili liliathiri sana uchumi wao kwa ujumla. Ikafika hatua hata hela ya msosi wakawa wanakosa. Mbaya zaidi hata kodi walikosa na kufukuzwa pale walipokuwa wanaishi. Upande wa Chali huku mambo yakaenda poa kama alivyoahidiwa. Alipata pesa nyingi sana kutokana na jaribio lile na kuwa mtu maarufu sana hadi kuanza kuonekana kwenye habari. Kwa kweli hadi kufikia hapa nimepitia magumu sana. Nilikuwa sipendwi na kila mtu hadi nyumbani kwetu. Na wewe kama unapitia hali kama yangu, nikutie moyo tu, usikate tamaa. Jua kuna kitu special sana ndani yako. Wakati wako utafika tu. Huku familia yake ikaanza kuishi maisha yake ya zamani ya kula na kulala majalalani. Siku moja Chali akiwa mtaani ndani ya gari lake aliwaona na kuamua kushuka kwenda kuwasalimia. Mama mtu alianza kulia sana, jamani mwanangu, mwanangu, hivi ulikuwa wapi kipindi ambacho nilikuwa nakuhitaji sana? Leo unaniita mwanangu baada ya kujipata? Jamani nisamehe sana mwanangu, najuta kwa kila kitu nilichokufanyia. Mwisho wa siku Dogo akaamua kuwasamehe na kuwasaidia. Aliwapa nyumba nzuri ya kuishi na pesa za kuendesha maisha yao na kuondoka kwenda kuishi maisha yake. Lakini kabla hajaondoka aliwaachia ujumbe mmoja, ubaya haulipwi kwa ubaya, lipa baya kwa jema na Mungu atakubariki. Naam, umejifunza nini kutokana na simulizi hii? Chao.